Kwa majina naitwa Sofia Building Nyange, natokea Masai Market. Ni mnufaika wa mfuko wa utamaduni na nimefanikiwa kupata mkopo. Na kabla ya mkopo nilikuwa na maisha fulani ya chini, lakini baada ya mkopo nimeinuka kifamilia na kibiashara. Ni matumaini yangu kwamba Watanzania wengine na wenyewe wajiunge kwenye mfuko ili waweze kunufaika kama ambavyo na sisi tumenufaika. Tunashukuru uongozi mzima wa mfuko pamoja na waziri wa utamaduni pamoja na Mama Samia kwa kutukumbuka watu wa chini ili tuweze kuinuka kutoka hali ndogo na kwenda hali ya juu. Kwa hiyo tunashukuru sana. Tunaomba watu wengine wenyewe waingie kwenye mfuko ili na wenyewe waweze kunufaika kama ambavyo na sisi tumenufaika. Kweli tumetoka chini na sasa tuko juu, na tunawashauri kwenye mfuko waendelee kuwa convince watu waendelee kuingia kwenye mfuko, na kile kiwango ambacho mtu anaomba kisipungue, kiwezekana kiwe juu zaidi. Maana tumekuwa tukiomba, unaomba labda milioni 100 unapewa 50, au unaomba 80 unapewa 50, unaomba 50 unapewa 30. Nafikiri mtu anapotaja kiwango anachohitaji amekuwa amefanya mchakato na malengo kwamba nikipewa hapa nitavuka, nitakuwa. Lakini anakoshushwa unakuta hajafanya ile ambayo ametarajia. Kwa hiyo ushauri wangu kwa mfuko, watu wanapoomba mkopo wapewe kile kiwango walichoomba ili waweze kuinuka kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kupitia mkopo wa Mama Samia wa utamaduni, tukiruhusiwa na Mama Samia kupitia mkopo, tumebadilika na sasa hivi kwa kweli namshukuru Mungu. Nilikuwa sina nyumba, ila sasa nina nyumba, naishi kwenye nyumba yangu nzuri, namshukuru Mungu. Kupitia mkopo nimebadilika kutoka hali ya kutokuwa na nyumba na kuwa na nyumba. Na watoto pia wanaenda shule, kila kitu kinaendelea vizuri.